Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Mwigulu Nchemba, ametoa agizo la kukamatwa kwa mkandarasi raia wa Iran kutokea kampuni ya Tana Sade Ariana ambaye ameshindwa kutekeleza mradi wa ujenzi wa bwawa la umwagiliaji la Eyasi lililopo Karatu mkoani Arusha. Mkandarasi huyo ambaye mkataba wake umevunjwa na Tume ya Taifa ya Umwagiliaji ametakiwa kurejesha kiasi cha shilingi bilioni 3.274 kama malipo ya awali ya mradi huo. Awali mkandarasi huyo alikuwa na mkataba wa utekelezaji wa mradi wa shilingi bilioni 21 kwa ajili ya ujenzi wa bwawa na alikiuka makubaliano kwa kushindwa kutekeleza kazi hiyo ambapo mkataba wake ukavunjwa. Mimi natumika Ndaba na hizi ni ripoti zaidi. Nini kimetokea na lini mradi unaendelea? Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama ambavyo tulikuwa tunazungumzia mradi ule tulimpa mkandarasi ambaye kwenye utekelezaji wake alikwama. Tulijaribu kupitia ofisi ya wilaya na ofisi ya mkoa, tulikaa vikao zaidi ya 7 kuweza kutatua changamoto ambayo mkandarasi alianzisha. Tunafikia mahali mkandarasi akaondoka site bila kupata tatizo za kisheria. Kwa hiyo tuliomba kibali kwa mwanasheria mkuu wa serikali, tukaweza kufuta ule mkataba na sasa hivi ameshtaki. Kwa hiyo kuna kesi ambayo tunaendelea nayo. Kwa sababu kuna kesi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, siwezi kuongelea zaidi kwenye hilo. Kwa hiyo sisi fedha tulishampa, amerudisha. Sasa hivi ugomvi wetu sisi na yeye ni ile advance tuliyompa, alitakiwa sign final account arejeshe fedha za serikali. Alisharudisha? Bado hajarudisha, na tuko kwenye mahojiano hilo. Na kwa mezuia vikao vyake vyote. Mnahojiana nini na amechukua fedha ya serikali? Yuko wapi? Ndio maana tumezuia mitambo yake yote, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa sababu ametangulia mahakamani. Yeye hatuwezi kumfanya kitu, lakini tutamshinda mahakamani. Lakini tulichokufanya, mradi tushautangaza na tunaomba mkandarasi mwingine. Unajua hawa watu wamekuwa na kiburi. Yaani mtu anaiba na anakimbilia mahakamani. Hii ni hujuma. Mambo ya aina hii ni hujuma, ni kiburi, ni dharau kwa nchi. Yuko wapi huyu? Yuko Dar es Salaam hapa yuko. Hebu, haya ndo mambo ya dharau kwa nchi. Tumempa fedha, hajatekeleza mradi, ametelekeza mradi. Tunamwambia basi turudishie mradi tuwape wengine, na yenyewe anaenda mahakamani. Hii ni dharau. Na fedha zetu hajarudisha, mradi hajatekeleza, anakimbilia mahakamani. Hii ni dharau. Sasa naelekeza Kamishna Jenerali wa Uhamiaji, kamata passport zake, asitoke nje ya nchi huyu. Na la pili, mkurugenzi wa makosa ya jinai, mkamate huyu, mweke ndani mpaka apate adabu, aiheshimu Tanzania. Uwezi ukakamata ukachukua fedha ya watu alafu umechukua fedha ya nchi, mradi hujatekeleza na unaipeleka nchi mahakamani. Atafutwe popote alipo, passport yake ikamatwe na akamatwe na yeye asitoke ndani ya nchi. Mambo ya kipumbavu kabisa haya. Haya, ukitoka hapa mfikishie ujumbe huu mkurugenzi wa mashtaka, mfikishie ujumbe huu Kamishna Jenerali, akamatwe passport yake na yeye akamatwe kwa hujuma hii aliyofanya kwenye mradi huo. Nashukuru Mheshimiwa. Hatuwezekani rais ameshatoa fedha ya kuwajengea wana Mangola mradi. Yeye amechukua fedha anadunda nazo mtaani na ndo anatushtaki nazo. Watashika adabu tu. Wewe ukawa ni dharau nchi namna hii. Akamatwe na asiachiwe mpaka atapike hii fedha. Sisi tunafuga ng'ombe huko. Mambo ya kuogopa wapuzo wakishapata fedha wanadhani wanaweza wakayumbisha nchi hii. Haiwezekani. Fikisha hizi taarifa. Nitafanya hivyo Mheshimiwa. Leo asa popote pale alipo akamatwe kwa hujuma hii anayofanya na asiachiwe mpaka atapike hizi fedha.